Habari, endelea kubarikiwa na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Loti Mugabwa. Usisahau, mauti na uzima uwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda. Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 20, maneno ya Mungu anasema na 21, tuanzie 21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Chochote ambacho unakula leo ni matokeo ya nini kilichotoka katika ulimi wako. Biblia inasema hivi, mauti ya ndoa yako, umauti wa biashara yako, umauti wa mahusiano yako. Ina maana leo ukisema kwamba chochote unachotaka kitokee kwenye mahusiano yako, sio matokeo ya mpenzi wako, mara mke wako amebadilika, no, sio mume wako amebadilika, kwamba ulimi wako ulitoa maneno yapi, ulimi wako uliongea maneno yapi, ulimi wako ulitoa maneno yapi juu ya biashara, ulimi wako ulitoa maneno yapi juu ya kazi yako. Ina maana kile unachokitoa, kitabu cha Mathayo inasema hivi, kila neno ambalo mtu atalitoa litahukumiwa. Ina maana neno lolote, hata kama ukikaa na washikaji mnapiga story, mnaongea na mashosti, neno lolote unalolisema huwa aliondoki katika ulimwengu wa roho, linakaa linaachilia hukumu. Ndio maana Mungu anaposema hivi, umauti wowote katika chochote unachotaka na uzima wowote unaotaka upo katika uwezo wa ulimi wako. Hata kama leo mimi nauza genge, lakini ninaweza nikazungumza sawa, nina genge, lakini miaka 10 inayokuja mimi sitakuwa na genge, nitakuwa na supermarket. Kile unachokisema ndicho kinaachilia uzima, kile unachokisema ndio kinaachilia umauti. Na ukisoma mstari wa 20 inasemaje? Na mtu anaoupenda atakula matunda yake. Ina maana chochote unachokula leo sio matokeo ya kazi ulionayo, si matokeo ya biashara ulionayo, kwa sababu kwenye ulimi wako kuna vitu ulivisema, kwenye ulimi wako kuna vitu ulivitamka. Ndio maana kitabu kile cha Yoeli sura ya 3 mstari wa 10, Mungu anamwambia hivi, aliye mnyonge na aseme mimi ni shujaa. Ina maana sawa ni mnyonge, lakini nasema mimi ni shujaa. Sawa ndoa yangu inapita mahali pagumu, inawezekana mke wangu aeleweki, inawezekana mume wangu aeleweki, lakini nasema ndoa yangu haitavunjika. Kile unachokisema kinakuwa sawa. Ofisi yangu leo ina watu wengi, sawa biashara yangu leo nipe matokeo mazuri, lakini nasema biashara yangu itageuka, na ninasema vitu vitakuwa kwa kadiri unavyosema, kwa kadiri unavyotamka, kwa kadiri unavyozungumza, ndivyo kuna vitu vinatengenezeka, ndivyo kuna matokeo yanakuja. Mungu anazungumza kupitia kitabu kile cha Mithali, ile mstari wa 20 inasema hivi, na tumbo la mtu litajawa matunda ya kinywa chake. Ina maana kile unachokisema ndicho kinajaza maisha yako, yale unayotamka ndio yanajaza maisha yako, yale unayosema juu ya biashara yako ndio utajaza biashara yako. Ukiwa makini sana, biashara yako saa nyingine imekufa, sio kwa sababu watu hawaji kununua, sio kwa sababu watu wakupendi. Ulifika sehemu ukasema hii biashara yenyewe hii sidhani kama nitasogea, watu wenyewe namna hii, mtaa huu sidhani kama itaenda. Yale maneno uliyozungumza yamefika sehemu yamekaa na biashara ikafa. Yale maneno uliyosema yamefika sehemu yamekaa juu ya kazi yako na kazi ikafa. Ulisema bosi wenyewe huyu sidhani kama hapa ndakaa miaka 2 nitafukuzwa kazi. Baada ya miaka 2 unashangaa unafukuzwa kazi, kwa sababu kile ulichokisema ndicho kinakuwa. Hata neno la Mungu linasema kwenye kitabu kile cha Mwanzo, Mungu aliposema ikawa. Ina maana sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Yale tunayozungumza na kuwa, yale tunayosema yamekuwa kwa jina la Yesu. Kweli napita kwenye magumu kwenye biashara, lakini natamka biashara yangu haitakufa. Kweli napita kwenye magumu kwenye kazi yangu, lakini natamka sitafukuzwa kazi. Kweli napita magumu kwenye mahusiano, lakini natamka mahusiano yangu hayatavunjika. Kweli napita magumu kwenye madeni, lakini natamka madeni yote nitayalipa. Kwa jioni ya leo nataka kwenye kinywa chako tamka vitu vipya katika jina la Yesu. Natamka mazingira yangu yanabadilika, natamka kazi yangu inainuka, natamka vitu vyangu vinakuwa, natamka vitu vyangu vinasogea. Nisikize nikwambie kitu, hata walevi saa nyingine wanapenda baa, wanafika sehemu wanasema leo nina shilingi 10,000 tu kunywa bia 4. Anasema ana hela nyingine, lakini anasema kesho nitakuja nitakunywa bia nyingine.
Kesho unashangaa kweli napata hela ya kwenda kunywa bia. Sasa kama wale ndugu wanaweza kaongea na vitu vyao vikawa, je, sisi watoto wa nuru, kwa nini matamko yetu yanakuwa dhaifu? Kama wale ndugu wanafika sehemu wanachukua tu maneno yao, wanasema huyu mume wa mtu nimemshikilia, ataondoka kwangu. Anazungumza tu maneno, anazungumza maneno. Ghafla amemshikilia mume wa mtu, ghafla amemshikilia mtu wa mtu. Kwa sababu gani? Amesema maneno na yale maneno yamekuwa. Nisikilize, lolote unaoliona limetokea kwenye maisha yako si matokeo ya mtu mwingine, ni matokeo yako. Si matokeo kama kuna mtu kakutamkia. Wewe una nafasi ya kubadilisha mazingira. Wewe una nafasi ya kusema maneno yakawa. Wewe unaweza kuzungumza vitu vikawa. Ukisoma kitabu cha Joshua, kuna story moja ajabu sana pale. Biblia inasema hivi, Joshua alipobomoa ukuta wa Yeriko, akazungumza akasema hivi, atakayekuja kujenga msingi wa ukuta huu, mtoto wake wa kwanza lazima afe, na atakayeanza kupandisha boma, mtoto wake wa mwisho lazima afe. Biblia inasema hivi, ikapita miaka karibu 100. Joshua ameshakufa, kile kizazi kimepita, kikaja kizazi kingine kikaanza kuweka msingi kwenye ukuta wa Yeriko. Ghafla mtoto wake wa kwanza akafa. Walipoanza kubadilisha boma, mtoto wake wa mwisho akafa. Biblia inasema yale maneno Joshua alizungumza karibu miaka 100 imepita, lakini yale maneno yalipata nguvu. Nataka nikwambie hivi, tuna uwezo wa kuzungumza maneno juu ya watoto wetu. Tunaweza kuzungumza maneno juu ya biashara zetu. Tunaweza tukazungumza maneno juu ya familia zetu. Tunaweza tukazungumza maneno juu ya huduma zetu. Tamka maneno, nini unataka kitokee. Tamka maneno, unataka nini kije. Tamka maneno vile unavyotaka kuona. Sawa, mazingira hayaruhusu. Sawa, napita mahali pagumu, lakini natamka kabla mwaka huu kuisha, Mungu atanipa nyumba yangu. Natamka kabla mwaka huu kuisha, Mungu atanipa ndoa yangu. Natamka kabla mwaka huu kuisha, Mungu atanipa biashara. Natamka kabla mwaka huu kuisha, biashara yangu itatanuka. Mungu anapoona maneno kama hayo, anayafuatilia, na utashangaa kuna vitu vinaanza kudhibitika kwako. Kuna vitu vitaanza kutokea kwako. Achana na mastori ya town. Unaweza kuona unapiga tu mastori, lakini yale maneno huwa hayaondoki. Yale maneno yanakuwa, na yale maneno yanafika sehemu yanakuwa kama kitanzi kwako. Ndio kipindi ambacho Ayubu alikuwa anazungumza, kipindi amepita mahali pagumu. Biblia inasema akazungumza maneno ya kumshinda yeye. Yale maneno aliyozungumza yakafika sehemu yakamshinda. Ukisoma Ayubu sura 42, anasema Mungu nisamehe, kuna maneno nilisema yakanishinda maisha yangu. Akasema sasa ninajua Mungu, makusudi yako haiwezi kuzuiliwa, na wewe unaweza kufanya mambo yote. Ayubu alivyobadilisha maneno aliyozungumza, Biblia inasema hivi, Mungu akampa utajiri mara 2 Ayubu. Ni maombi yangu kwa Bwana, Mungu akakupe double portion. Kwa kadiri unavyozungumza, Mungu akakuinue. Zungumza maneno ya kuachilia uzima kwenye kazi yako. Zungumza maneno ya kuachilia amani, hata kama kweli unaona vitu vimeharibika. Lakini Biblia inasema hivi, aliye mnyonge na aseme mimi ni shujaa. Aliye maskini na aseme mimi ni tajiri. Aliye tasa na aseme mimi nina watoto. Asiye biashara aseme mimi nina biashara. Asiyekuwa na kazi aseme kazi yangu inakuja. Na Mungu afanye kitu kwako kwa jina la Yesu, amen. Tukutane tena siku ya kesho kwa mafundisho mazuri kutoka mtumishi wa Mungu Loti Mugabwa. Usisahau kusubscribe. Amen.